Leo ni siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 3 ambao ni sikukuu ya wokovu, na siku ya leo tuko kwenye eneo la ubatizo. Kuna watu ambao wametaja Yesu Kristo na tunaingia kwenye ubatizo kwa ajili ya kutimiza hii siku maalum sana. Na siku ya kesho tuna sherehe kanisani kama kusherekea ukombozi wa Yesu Kristo na wokovu wetu ambao Yesu ametupa. Kwa hiyo niko hapa kwenye eneo hili la usika la ubatizo ambako tutakwenda kubatiza watu maji mengi ambao yako hapa, na niko na timu ya watu ambao tunakwenda kubatiza ambao wako pale, wanataka tunajiandaa kwa ajili ya tukio hili. Na kukaribisha, karibu sana kwenye tukio hili na Mungu akubariki sana. Karibu. Kwa majina naitwa Celine Pasco Kulaya, ni mtoto wa madhabahu ya Shekinah Wonder of God chini ya mtumishi Prophet Dr. Joseph Jiranga. Leo siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya ubatizo, na mshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Kwenye lami. Shalom. Tumeshafika eneo la tukio nikiwa na watumishi ambako tunakwenda kubatiza kwa neema ya Mungu ametupa katika mwaka huu 2026. Kila mwaka kanisa letu la Shekinah Wonder of God huwa tuna sikukuu ya wokovu. Na hii sikukuu ya wokovu tumetoka katika Yohana 3:16 ambayo inasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana pekee. So hii tarehe 16 mwezi wa 3 sio tunaitumia kama ndio sikukuu yetu ya wokovu. Kwa sababu tarehe 16 na Jumatatu, kwa tumefanya sikukuu yetu inafanyika kesho Jumapili, na kabla ya hii sikukuu tuna tukio moja la ubatizo ambao tunabatiza watu wasiopungua 20 na kwenda juu. Amen. Na siku ya leo tunabatiza watu kama wasiopungua watu 17 ambao tuko hapa katika eneo usika la ubatizo katika ziwa hili la Singida. So tuko hapa kwa ajili ya tukio maalum sana, na niko na watumishi hapa na wataongea maneno machache kabla tujaingia kwenye tukio la kubatiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema na ametupa siku ambayo kwetu ni ya historia, ni siku ambayo naamini kabisa Mungu atajifunua kwa habari ya kazi yake ambayo ameachilia hapa duniani na ambayo ameiweka juu ya madhabahu ya Shekinah. Naamini kwamba hili tukio si kwamba limepangwa na mwanadamu, hapana, ni tukio ambalo Mungu ameruhusu litokee, na ninaamini kwamba ishara na maajabu ya Mungu yatatokea siku ya leo, na watu watapokea Roho Mtakatifu na watu wataondoka wakiwa wana nguvu mpya, wamezaliwa upya katika Kristo, kwa sababu katika nafasi ya Ukristo ni lazima ukubali kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo ni lazima leo kitendo la kuzaliwa mara ya pili litokee mahali hapa. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba hiki kitendo kitakuwa ni kitendo ambacho kitafanya wengine wapate, iliwe ni hubiri kwa wengine. Huu ni uinjilisti by the way. Sisi tunachokifanya hapa ni agizo la kimungu na kusimamia misingi ya kanisa, lakini naamini kabisa kwamba ni uinjilisti ambao unafanyika, na tunatamani ubatizo unaofuata tuwe na ubatizo mkubwa zaidi ya watu wengi zaidi, kwa sababu najua huu ni uinjilisti. Kwa hiyo naamini Mungu atafanya jambo la ajabu hapa na kila mmoja ataondoka akiwa na nguvu za Mungu. Mungu atukuzwe sana kwa hili. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii na kibali ambacho ametupatia siku hii ya leo kwa ajili ya ubatizo huu. Ni kweli kwamba inawezekana tumeokoka ndio, lakini pasipo ubatizo bado hatujakamilishwa. Yamkini siku ya leo ndio siku yetu ya kukamilishwa katika wokovu, na ni siku ambayo tunaenda kugeuzwa. Unapobatizwa unageuzwa, na ile asili ya kale inaondolewa na unapewa asili mpya.
unavikwa upya, unakuwa ni mtu mpya. Kwa hiyo hii ni siku nyingine mpya ambayo tunaenda kuvikwa utu upya na kuondoa zile asili zetu za kale zinazotufanya tushindwe kumtumikia Mungu, zinazotufanya tushindwe kuinuka, zinazotufanya tuendelee kuwa chini siku zote. Na leo naamini kila mmoja atakayekuwa ameshiriki mahali hapa atatoka akiwa mtu mpya na kitu kipya kwenye maisha yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tupo hapa, hili ni ziwa Singidani. Tupo kwa ajili ya kazi moja tu ya ubatizo. Hili ni agizo ambalo lipo, hata Bwana wetu Yesu Kristo alibatizwa. Na Yohana alisema ya kwamba mimi nawabatiza kwa kutumia maji, lakini yu aja ambaye ni Yesu Kristo atakayewabatiza kwa Roho Mtakatifu. Sisi hapa tunatumiza agizo na agano la Yesu Kristo. Kama yeye alibatizwa kwa maji mengi, na sisi hili ni agano, na ubatizo wetu kama mnavyoona hapa lazima ufae kuwa na maji mengi kama haya, ili utakapokuwa umezamishwa, ndo maana halali na uhalisia wa neno ubatizo. Kwa hiyo hapa tunaenda kuzamisha yote ya kale, ili tunapoinuka tunainuka yote. Tunatarajia kupata karama mpya, kila mmoja mwenye kunena kwa lugha, ndimi zitashuka zile za moto na maajabu yatafanyika. Kwa hiyo hapa ni mwanzo tu wa kanisa letu la Shekinah Wonder of God, ila ni maajabu yataenda kutendeka kila mwaka na kila mwaka. Amen. Hello Tanzania. Tupo kwa ajili ya ubatizo wa siku ya leo. Mungu ni mwema. Ni siku njema ambayo imeteuliwa mbele za Mungu, na pia mtu umefika katika tukio hili la ubatizo. Ubatizo ni nini? Kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa upya, kuzaliwa kiroho, kuzaliwa kimwili pia, katika mambo yote yanayofanyika. Amen. Sifiwe. Leo ni siku njema sana ambayo watumishi wa Mungu mahali hapa wanaenda kubatizwa. Ni jambo zuri na ni jambo la neema. Tunawakaribisha na wengine waje katika kanisa la Shekinah Wonder kwa ajili ya matendo makuu kama ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku yetu ya ubatizo. Tunawakaribisha katika ubatizo. Tunaenda kupokea nguvu. Karibuni sana. Inafufuka upya. Kama jinsi Yesu alivyokufa na akafufuka, nami kwa njia ninakufa pamoja naye, ninafufuka pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Roho Mtakatifu nijaze nguvu, nijaze uwezo. Ninapoingia kwenye maji haya, ninaacha kila magonjwa, ninaacha roho za mikusi, ninaacha matatizo yote kwa damu ya Yesu. Kwa njia ya ubatizo ninafufuka upya. Maisha yangu ya mapya, ya zangu sio mpya, kwa damu ya Yesu. Yesu niwezeshe kwa neema na nguvu, kwa jina la Yesu Kristo. Na hebu anza kwa
ya ubatizo wa wingi ya kuwa chini ya madhabahu chini ya mtumishi ambaye ambeba majibu yangu, najiungamanisha na roho ya uweza, najiungamanisha na roho ya ufufuo. Roho Mtakatifu ingia ndani mwangu, Roho Mtakatifu ingia ndani mwangu, Roho Mtakatifu ingia sasa, Roho Mtakatifu ingia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu najiungamanisha na roho ya Kristo, najiungamanisha na roho ya ufufuo kwenye biashara zangu, kwenye uchumi, kwenye kila kitu ninachokifanya ndani ya familia yangu. Roho ya ufufuo, 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 roho ya ufufuo ijisilishe kwa jina la Yesu. Anza kuomba.